Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tazama ni wakati chema nimerudi kwako na kuabudu na kushuhudia, nasema unastahili kwa kila jambo. Asante kwa ajili ya wakati huu Baba. Asante kwa ajili ya tumaini na nguvu umenipatia Baba. Baba, mwana wa Mungu, na kuhitaji ukashuke na ukatembee katika hema lako. Kafungue wale wote waliofungwa Baba. Kawatakasa, wapatie fikira zilizo safi machoni mwako. Uwapatie neno kutokana neno Baba, ukanijaze na ukanifungue ili Kristo aonekane ndani yangu Baba. Hiyo nitumikie kwa ajili mimi ni chombo chako. Nimegeuza na kukemea kila roho inaweza kuinuka kinyume cha wakati huu katika jina la Yesu. Baada ushindwa, nimefunga kila roho za utatanizi, roho kutoka baharini, kusimuni, changwani na nchi kavu. Maroho inaweza kuinuka na kupinga kazi yako isiendelee. Nimeilahani kusimuni hiyo roho ibada ushindwa. Naomba ukaachilie Roho Mtakatifu wako unijaze na ukaninue kwa ajili ya kupeana neno lako. Katika jina la Yesu Mtakatifu nimeomba nikiamini. Bwana apewe sifa. Amen. Ni wakati mwema, namshukuru Bwana kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo tunaenda kusoma katika maandiko ya Matendo ya Mitume 12. Matendo ya Mitume 12. Maandiko yasema hivi: Panapo majira yale Herodi mfalme akanyoza mkono wake kuwatendea mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa amewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo nilizokuwa siku za mikate isiyochanjwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari waine wamulinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia ya kwamba hii ni wakati wa mfalme Herodia. Mfalme Herodia hakuwa anafurahishwa kwa ajili ya kazi ya Mungu ilipokuwa imetendeka kwa mitume. Maandiko yatuambia wakati huo, maandiko yatuambia kwamba Herodi alikuwa anaenda kwa makanisa ili kudhulumu watu wa Bwana. Alikia anaenda huko na huko akiwashika na kuwadhulumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba yeye Herodia hakuwa anachari kazi ya Bwana. Alikuwa amefika kujiona na kuwa na kutambua nguvu za Bwana zinaweza kutenda makuu juu yake. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia alipoingia katika hema la Bwana, alimchukua Paulo, akamtendea maovu na akachukua maandiko yatuambia kwamba aliwatendea wengi wa mitume yasiyofaa mbele ya Bwana. Na wakati huo maandiko yatuambia ni wakati alipokuwa anadhulumu watu wa Bwana katika makanisa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani. Bwana Yesu apewe sifa. Akachukua Petro, akamweka kule gerezani kwa ajili ya kumstaka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. Maandiko yatuambia alimpeleka akamshika Petro. Siku hiyo ilikuwa siku ya mikate isiyochanjwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamulinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati Petro na Yohana walikuwa wanatenda kazi ya Bwana, huyu mfalme Hosea katika ufalme wake hakuwa anafurahia na kazi ya Bwana ama na matendo yale walikuwa wanafanya mbele ya Bwana. Maandiko yatuambia kwamba alienda akashika mitume, akawaweka wengine gerezani, wengine akawaua kwa ajili ya upanga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukiangalia katika makanisa mingi hizo roho za Herodia ziko. Bwana Yesu apewe sifa. Mingi hizo roho ziko kwa ajili ya kupinga kazi ya Bwana isije kaendelee. Kazi ya Bwana isije kasimama kwa watu wake waliitwa. Wengine wamekuwa wapinga Kristo kwa mitume, wengine wanaliharibu hekalu ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika hii roho ya redio, lazima wewe kama Mkristo ujichunguze
wakati ulipookoka ulichukua roho gani? Ikiwa kuna roho ya Herodia ndani yako, ikatae na kusimama na neno la Bwana peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wakati Yesu Kristo, tukiangalia katika Agano Jipya, tuliambiwa wakati alipoanza kazi ya Mungu, maandiko yatuambia aliteswa akafanyiwa maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Mafarisayo na Masadukayo wakamshika wakamdhulumu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye alisidi kutimama na kumuita Mungu wake. Hii ni wakati utastakiwa, utainukiwa, utatendewa yaliyo maovu na kuwekwa ya kuambiwa yasiyofaa. Lakini kitu na uachie ya kwamba simama katika neno, kwa sababu yule unayotetea ni mkubwa kuliko yule anayekuja kumaliza kilio ndani yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati wewe Mkristo unaamua unatoka wapi unaelekea wapi. Lazima upitie mengi ndio kutane na uso wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe chukua hatua ya kumuita usiku na mchana. Yeye atatengeneza njia mahali pasipo na njia, atakuinua katika shida zako, katika majaribio atakushindania, katika kikombe ya mateso atakushindania. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukiangalia katika maandiko matakatifu yatuambia hata ikiwa hao walikuwa wanatenda mazuri mbele ya Bwana, lakini kulikuwa na huyu Herodia alikuwa anawadhulumu. Kwa hivyo ukiona vita mingi ujue ya kwamba mko pamoja na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 5, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwombea Mungu washuhuda kwa ajili yake. Wakati Heroda alipeleka yule akamdhulumu, maandiko yatuambia akaenda akamsika Yakobo ndugu yake Yohana, akamdhulumu, akamtendea aliyo maovu. Maandiko yatuambia alimuua kwa upanga. Haleluya. Lakini akacha bahati ya Petro, alimpeleka gerezani angoche ndiye apate kumsaliti mbele ya watu, wapate kumwangamiza. Maandiko yananiambia ya kwamba alimweka kule gerezani. La Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Petro akiwa mahali pale gerezani, kanisa ilisidi kumwombea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sijui wewe mpendwa ni gereza aina gani uko nayo? Uko katika gereza ya magonjwa, uko katika gereza ya vita, uko katika magereza ya vitina. Ni gereza aina gani ulio nao? Ombe Mungu akufungue. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wewe kuchunguza katika gereza aina gani. Na wewe ukiwa katika gereza unamtumikia nani? Kwa sababu Paulo yeye alisimama na Mungu mpaka mwisho wa dahari. Ndio unaona kanisa lote elimwombea. Sijui wewe unaombea mwenzako ikiwa utamuona katika kanisa. Bwana Yesu. Sijui wewe unamuombea mahali yako akiwa na vita. Sijui wewe unamuombea mwenzako akiwa na magonjwa. Wewe unafanya nini wakati huu? Maandiko yatuambia ya kwamba wakati Petro alipopelekwa gerezani, kanisa ilimuombea. Icharisi ni vita aina gani umepitia ama mapigo aina gani umepigwa, lakini mkumbuka moyo wako wakati uko hai. Utumikie sasa hata milele. Ndio ukiwa katika mahali pale ukiombewa Mungu apate ukuinua wakati uko katika vita. Kwa hivyo wengi tumefungwa na vita ya ujaziri, tumeweka gerezani kwa ajili ya kutenda maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Mkumbuke Bwana mahali upo na umuite usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 6, hata wakati wa Herode alipotaka kumtoa usiku ule, ile Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walisi mbele ya mlango wakamlinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamuruka mule chumbani, ikampiga Petro ubavuni, akamwamusa akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiwa watu kule kanisani wakimwombea, maandiko yatuambia wakati huo alipokuwa ametiwa gerezani, na wakati usiku huo maandiko yatuambia kwamba Petro aliomba sana akiwa amelala
Bwana Yesu apewe sifa. Aliona malaika. Bwana Yesu apewe sifa. Na malaika akamguchia ghafla, akamgusa bavuni na akamwambia amuka. Na ile minyororo ikakatika akamuka. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe unaomba Mungu gani wakati unapoingia kwako na wakati unapotoka na wakati unaingia katika hema la Bwana. Imani ya Petro ndiyo ilimfanya akatoka kule gerezani katika mifungo na mateso ya Shetani. Kwa hivyo imani yako na maombi yako vile utaenda mbele ya Bwana ndiye atakuokoa kutokana na hutu wa Shetani. Shetani ako katika mbio kutafuta wafuasi wa Yesu. Wengi wametiwa katika gereza za uchawi, wengi wametiwa katika gereza za wizi, wengi wametiwa katika gereza ya usharati, wengi wametiwa katika gereza ya chuki na fitina. Sijui wewe uko katika gereza gani? Na wakati uko katika hiyo hali unamwabudu nani? Tusilete mili yetu bila roho katika kanisa. Tulete mili pamoja na roho iliyo ndani yetu. Tusiojue kama kitu kiliokufa. Vile sabuni anatuambia kuna wale wetu wanaosema ya kwamba wako, lakini hawako pamoja na Yesu Kristo. Wako mahali pale kwa ajili ya utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tukae katika roho na mili yetu itakasika vile Yesu aliyotakasika kule msalabani. Tukae waaminifu, tukae tukumwicha Bwana, tumuombe wakati tumefungwa na Shetani katika gereza. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiona wakati huyu mtume Petro alipopelekwa gerezani, akaongojewa akae mahali pale ndio wamtoe wamuangamize. Lakini akiwa katika mahali pale gerezani, alisidi kuomba Mungu. Hawezi akaletewa malaika kama hakuwa anaomba sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kupitia maombi alipoomba na imani, kanisa iliguswa. Na wakati kanisa iliguswa, ilimuombea wakawa kitu kimoja. Ndio nawaambianga mara kwa mara, tukue katika mkono wa mbali, tusafiri safari ya Yesu tukiwa tumesikana mikono. Kwa sababu leo unanihitaji, kesho na kuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sio furaha kwako ukiona mwenzako akiangamia. Ikuwe machozi ya kiroho kimrudia Bwana amtoe kwenye giza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Paulo akiwa mahali pale alisidi kumuita Bwana. Alisema ndivyo sisi tutamuita Bwana mpaka wa wakati wa mwisho. Sijui wewe umeamua vile Paulo aliamua kwa gerezani. Wengine tumesongwa na anasa za ulimwengu. Wengine tumemwasi Bwana, tumemsahau huyu Mungu aliyetuumba. Hatutaki mioyo yetu imekuwa migumu, hatutaki mrudia. Tumekaa vile ulimwengu wa dhambi hivyo. Ati ni wakati wa kustarehe kwa sababu ni wakati wenu. Lakini wapendwa nikwambie hii wakati sio wenu. Hii wakati ni wa Mungu. Anakuhitaji ili apate kubadilisha. Kama huyu Mungu anataka kubadilisha, na wewe kubali kubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Shetani asicha akadanganya mmoja wetu ya kwamba amefika. Safari hii ndio ni ndefu na kuhitaji usikana mkono katika hali ya kuinuana katika kiroho. Kwa sababu hii safari iko na vita. Wale watashinda hii safari ni wale watamwamini na kutenda mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichokae mmoja wao wa ule ukuwa mpinga Kristo, mwenye kusaliti kwa ndoa za Bwana na kuenda kuangamiza katika makanisa. Kwa sababu chuma yako imewekwa motoni. Unaweza kuona uonekani, ama uko mahali pale unasumbua watu kazini onekani, lakini siku yako yaache. Lakini nafurahia huyu Mungu wetu ametupatia siku ya kutubu na kurudia. Kwa hivyo wewe kubali kubadilika na Bwana ingie ndani yako ubadilike kabisa. Wacha kusema wacha nitenda haya, wasiri sionekani, wachini laini ya usiku. Hapana. Mungu alikuchua vile alichua Yeremia akiwa katika tumbo ya mama yake. Kwa hivyo ni vyema sisi tubadilike. Wewe ugundue wakati ulipookoka ulichukua roho aina gani. Bwana Yesu apewe sifa.
tuwe watu tunanyekea, tukubali kupona. Tukubali kuponywa na huyu Yesu Kristo, na tukubali kubadilika kwa sababu yeye ndio anabadilisha. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali tuko sio kwetu. Kwetu ni kule tumeandaliwa. Kwa hivyo nataka kila mtu ajiandae, ajitolee katika hii safari, asije akaangamia kwa njia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na roho ya kiburi, kataa. Ukiwa na moyo wa kusema unachua, kwa sababu uko kule Misri. Na vile uko kule Misri, unahitaji usikwe mkono ndio upate kuangaziwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kumtafuta Bwana katika roho yake na kweli. Tuache kumpapasa huyu Yesu Kristo, kwa sababu hii sio wakati wa kupapasa. Hii ni wakati wa kusema Baba, niko nataka kubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usicho wa kweli kwaso kwa ajili ya mwingine kubadilika, kwa sababu damu yako utahukumiwa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Petro akiwa kule gerezani alizidi kumuomba Bwana. Naweza kuwa umefungwa, uchitambui mahali huko. Ujue hiyo ni gereza ya mifungo ulio na. Inafaa umuite Bwana, maombi yake ikufikia, achilie mitume wapate kukuombea. Lakini ukiwa wewe umefungwa na unaanza kupigana na mitume, ni ngumu kukuombea, kwa sababu Bwana hata achilia nguvu kwa mitume akukumbuke wakati wa mateso. Bwana Yesu apewe sifa. Hii kazi tuliachiwa ni ngumu kwa wale hawakiri Yesu Kristo. Ni rahisi kwa wale wanaoamini na kutenda mapenzi yake. Umefungwa, lakini uchiona umefungwa, unaomba majibu umjibie, kwa sababu wewe ni mpinga Kristo. Umekuwa kama Herodia. Herode alichiona amefika katika ufalme, hakuona ya kwamba kuna Mungu aliyemuumba. Alisahau vile watu wa siku hizi wanafika, wanajiona, wanamsahau Mungu wake. Maandiko yatuambia Zaburi 115, kuna wale wako na masikio lakini hawasikii, kuna macho hawaoni, kuna mikono ichukui, kuna miguu itembee, na kwa wale wanaotenda hayo yote wanafanana na miungu ya kigeni. Kwa hivyo ukiwa unaenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, umefananishwa na kile kitu kiliyekufa. Kiko mahali pale lakini kimekufa. Kwa hivyo naomba wapendwa, tusije tukafananisha kama kile kitu kiliyekufa. Tukafananisha kama chombo ya Bwana inataka kutumikia sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Ya ulimwengu tutaiacha, lakini neno la Bwana litaenda sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Tumuite Bwana kwa sababu uitika wakati wote. Ikiwa usiku, mchana, asubuhi itika, lakini uitika wakati ufaaro. Utakuwa umevitini wengine kule kazini, ukucha ukifika kwa nyumba yako waambie Bwana, sasa kazi yangu ilinde. Na kule kazini unasumbua watu, kule kwa mahali unakaa unasumbua watu, kule kanisani unapiga wengine vita ya kichini. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yako itafika, maombi yako Bwana atajibu. Lazima afanye nini? Ubadilike, asikie wimbo wako, akisikie maombi yako, ndiye achilie nguvu kwa mituma aliacha. Kwa sababu wakati Yesu Kristo alikuwa hapa, alisema nimeenda lakini nimeachia ile kazi nilikuwa nafanya. Na wale wataamini akaachilie Roho Mtakatifu afanye kazi. Kwa hiyo Bwana upokee ujumbe, waachilia kwa mitume, wale wanaomwamini ndio wakuombee. Ndio pate kutoka katika ile mifungo. Lakini ukifika kwamba umechiona na kuambia uko na kiambasi, kwa sababu hiyo kiambasi itakutoka, lazima Bwana anene na mitume apate kufunguliza. Ng'ombe kufungwa iwezi akajifungua yenyewe, inajifungua. Mtu akiwekwa pingu hawezi akijitoa, lazima apate wa kumtoa. Kwa hivyo Shetani amedanganya wengi, wamekaa katika gereza ya giza, hawataki kutoka, hawataki kuendelea katika njia za Bwana. Wamechiona wako, wametoseka. Shetani anakupatia vitu mingi ya kufurahisha, akwambia wewe una shida, kaa katika hii hali, lakini uko mbinguni kule paradiso utaingia. Atakufurahisha na ulimwengu, anakuonyesha vitu mingi, anakuambia umefika, huna shida.
Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukiwa na yote ulimwengu, vile Ayubu alisema ya kwamba sasa utafanya nini? Nitakupatia. Vile Shetani alijaribu, Yesu akamwambia, tazama haya yote ukiniabudu nitakupea. Lakini unajua Yesu alikuwa mwerevu. Aliona ya kwamba yale yote yule aliye nao mkubwa ni yule aliyemtuma. Na wewe kumbuka ile yote ulio naye ni Mungu amekupatia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Shetani asikubumbase macho uone ni yeye ni Mungu aliye hai. Kwa hivyo tuombe sana ndio tupate kipali mbele ya macho ya Bwana. Tusije tukanyang'anya neema. Neema ilisatoka kwako, imeenda na roho ya Roda inatawala. Roda alikuwa mwenye kiburi, mwenye maringo, hawataniambia kitu, taweza kuchiombea. Anakuambia unaweza kujifungua ukiwa umekaa baraka. Sasa Bwana aachilie kwa mitume wa injilisti na manabii wapate kuombea wale walio wake wamekuwa na upako. Wakati wa Pentecost sio wote walipokea Roho Mtakatifu, ni wote. Sio wote walipokea, wale walikuwa wamefanya nini? Wameamua na kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo, uliona ni wote walibatizwa. Kuna Mafarisayo walitamani kubatizwa kwa ajili ya tamaa, lakini hawakuweza, walikemewa. Wewe muongojee Bwana. Omba Mungu wako. Mwambie niko na mnyororo ya uchawi, niko katika gereza ya giza, nataka unitoe mahali pale. Ndio tuposa kanisa ikisikiwa mahali pale yako wakikuombea, maombi yanafika. Lakini ikiwa katika lile kanisa uko katika vita ya kisirisiri, hata ukiwa katika mnyororo, Bwana atateremsha uchungu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndio wakati tuachane kazi ya upatiri, tumrudie Bwana. Tumwabudu katika roho yake na kweli. Tujue yeye ni mfalme. Ufalme wa Herodia uliangamia mwishoni, lakini neno la Yesu Kristo lilisimama imara. Mitume walidhulumiwa, lakini walipewa nguvu na uvumilivu katika safari. Kwa hiyo mpendo, uchue uko katika gereza ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Uko katika gereza ya nini? Umefungwa wapi? Huwezi kumwabudu wewe Bwana na kumtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Tuendelee kusoma mstari wa 7. Mara mune chumbani akapiga Petro bavu, akamwamusa akisema, ondoka upesi. Nyororo yake ikamwanguka mikononi. 8, malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jifunge nguo zake yako ukanifuate. Akaondoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati maombi ya wateule ya Bwana ilifika wakiwa kanisani, na Petro akiwa kule gerezani akiomba, malaika alituma mahali pale gerezani kwenda kumtoa yule aliyefungwa Petro minyororo, ndiye akatoka pole pole akatoka. Lakini Petro alikuwa anatani ni maono. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Achua huyu Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Hapa awali nilisema uchui uko katika gereza ya nini? Unaweza kuwa uko katika gereza ya wizi. Unaweza kuwa uko katika gereza ya uchawi. Unaweza kuwa uko katika gereza ya devil worship. Unaweza kuwa uko katika gereza ya usarati. Sasa itategemea wewe uko katika gereza ya nani. Na mtu kama Petro alipokuwa katika gereza, alichua amepelekwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana nzuri. Na wewe ukiwa katika gereza ya uchawi, ya uganga, ya wizi, lazima uchuko katika, utaniambia utachua mahali huko. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tukiona mahali pale wakati Petro alizidi kuomba, mitume walikuwa kanisani na kanisa yote iliendelea kumwombea.
katika maombi katika kanisani iliposhikana na Petro, maandiko yaniambia kwamba Bwana alituma malaika wake kwenda kumtoa katika ile minyororo. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahali pale wakati alipomaliza kuomba aliona kama ni maono. Bwana Yesu apewe sifa. Na kweli ni Yesu ni yeye Bwana alikuwa anaenda kumtoa mahali pale. Kwa sababu ya uaminifu ya Petro akatolewa mahali pale. Akatolewa minyororo, akaondolewa kule gerezani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio hapa awali niwaambia lazima ujifungue katika hii safari. Lazima uamue kubadilika. Kwa hivyo hata nikuombea wiki mzima nikulilia, nikisema Mungu aokoe huyu fulani. Kama wewe uchaamua kubadilika, utafanya kazi ya ubatili. Maombi yangu itakuwa ni kama nagonga drum ina maji. Lakini ikiwa wewe utakuwa ukisema Bwana nataka unibadilishe, sasa hiyo mara moja nikiomba, nikiwa hata kule nyumbani nasikia roho anashuka anasema fungua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini kama wewe uchaamini, hata kanisa ikuomba vipi, uwezi ukafunguliwa. Lazima ujitolee uamini. Petro alijitolea akaamini. Akachua ile kazi aliyofanya ya kudhulumu ni kwa ajili ya kazi ya Bwana. Akachua yule anayefanyia kazi ni mkubwa kuliko miungu. Alizidi kuomba, wakati alishikwa na kapelekwa kule gerezani, alizidi kumuita yule Bwana. Na katika Bwana kumuita, waliposikia mahali pale, walimuridia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo sisi wapendwa ama Wakristo lazima tuamue katika hii safari. Ni zito kwa wale hawachaamini. Ni rahisi kwa wale wanaotii na kufanya vile Bwana anataka peke yake. Kwa hivyo Yesu ukamkiri Yesu Kristo unampenda, ni Elieli unatenda kinyume. Uwezi ukasema unampenda, Elieli unapiga wengine vita badili ukiwa kazini, kule unaishi, hata kanisani unaanza kuwa kupigana na kazi ya Mungu isiendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Napenda kuamka asubuhi nikiombea kanisa na wale watu walio. Lakini nishangaa sana yule anaombea na maombi yachibiwi. Bwana Yesu apewe sifa. Naona vituko mpaka nashangaa naona ni yule chini naona kama ni mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua kuna kitu watu hatuchaelewa. Iwe hatuchaelewa, iwe tumefungwa ile gerezani ya giza. Tumekataa kutambua ya kwamba ni nani inafaa umuite mtumishi wa Bwana. Ukipigana na mtumishi wa Bwana ni kama umejiwekea makaa kwa kichwa yako. Ukipigana mtumishi wa Bwana ni kama unaita hasira Bwana kuangukie. Ikiwa alikuwekea akuombea, baraka zitatawanyika kwa sababu Mungu alimtumikia akubariki. Mungu ataondoa mkono juu yako. Sasa una humbo ya kukula chakula inatabika juu ya nini? Ya sahani. There is great case ya kulia ile sahani usipoioza. Kwa hivyo sio unaona Shetani pia amefunga watu wa Mungu. Kuna yule Herodi aoni atambui watu wa Mungu. Anaona ya kwamba amefika. Hata akiliharibu kanisa la Bwana, hakuna wakati atahukumiwa, anaona amefika kuwa mfalme. Kwa hivyo Roho Mtakatifu isidanganye watu wengi wafikiri wamefika katika safari. Na hii safari inakuhitaji ushikane mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima wewe ujifungue ukiri. Kwa kama Petro mtu wa kuomba, kumwambia Bwana nataka kubadilika. Hakuna jambo Bwana anaweza kuzindwa kiwe utamwabudu katika roho yako na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni kama mtoto akizaliwa baada ya kuwa mkubwa anaanza kupigana na wazazi wake. Na maandiko yanatuambia usimu baba na mama yako, si ndio?
Usema mwisibu atalaniwa. Ni wakati sisi wa Kristo tunataka tuangalie sana tunatoka wapi tunaelekea wapi. Na Waswahili wanasema anga sima shio tumwa. Unajua wakati mtu anatoeka katika laini ya Bwana, anaingia mahali popote, kitu ya kwanza anakosha heshima. Anachiona aoni. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wewe unafaa uchulizo unatoka wapi unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati uko katika hali ya gereza uko wapi? Na wakati utaomba maombi yako yatajibiwa. Kanisa litakuombea. Kanisa ikikuombea lazima ikuwe na yule wa kuongoza katika maombi. Kwa sababu sio maombi yote yajibika. Naweza kuwa unaomba lakini umefungwa, maombi yako yanafika hewani. Naweza kuwa unaomba lakini umejichanganya, maombi yako yanafika hewani na yafanya nini? Enaenda. Ziki tena inarudi. Bwana Yesu apewe. Unajua shetani mchanja. Mara mingi nawaambia shetani hapitii kwa hewa. Uingia kati yenu alafu uanza kuwadanganya. Unakuonyesha ya kwamba wewe una shida, uko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia katika maandiko ya Mahubiri yatuambia alipotazama katika ulimwengu wa dhambi, aliona hakuna mwenye aliye mkamilifu katika kwa wanawake. Katika kwa wanaume aliona mmoja tu. Sijui kama zizi wa mama unafikiria nini hiyo. Wewe mwanamume huko ukiangalia unafikiria nini? Natacho ni mmoja. Kwa mama hakuna. Sikuwa wakati unaomba unachukua hatua gani? Unamuita huyu bwana kama utamuita tena ama unakaa katika fitina na masengenyo. Unataka kujua fulani jirani yako amekula nini ameamuka aje. Unataka kujua kwa nini yule ameongezwa kiti katika kazini na wewe utapewa. Neema yako sio yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kwa sababu ya hali ya Petro alipokuwa anamcha Bwana na kutenda yaliyo haki, maandiko yananiambia ndio kwa sababu Mungu akatuma malaika mahali pale ili aende kumfungua amtoe mahali pale gerezani. Na yule wale alipoomba sana, maandiko yananiambia kwamba hata kanisa lake lilikuwa linamuombea. Sijui wewe ukiona mwingine amefungwa unafurahia ama unafanya nini? Unasidi kumwombea ama unasema wewe uko sawa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tujiulize tunatoka wapi tunaelekea wapi. Tusije tukawe mahali pale kama wana wa Israeli wakati walikuwa Misri, walikuwa wamfunikwa na ile kiambasi. Najua ya kwamba kila mmoja ameokoka ametolewa kiambasi. Lakini wewe kama umeokoka huna neno, kiambasi iko. Kwa sababu lazima kuwe na neno ndani yako ndiambatane, ukuwe na hutu wa kupenda mwingine vile umejipenda mwenyewe. Ukiona mwingine analala njaa unauswa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiona mwingine amefukuza sukuru visi unahurumia huyo mtu, ungesema ungekuwa, lakini huruma yako ukimwombea njia zinafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe mwingine amefaulu unafurahia sana. Unaambia Mungu amsaidie na amuongezee. Ikiwa wewe unataka kufaulu, omba, wacha kupigana na yule aliyefaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile ni neema yake Mungu amempatia uwezo kungangana naye. Juu wengine tunashinda kuombea. Ukiombea ndio tunaenda tunangangana na neema za wengine. Unapata sasa tunakuwa giza. Na giza huwezi kujitaka kwa giza. Lazima mwangaze kuje, engalize ile giza ikaondoe kabisa. Kwa hivyo lazima mpendo ujue unatoka wapi unaelekea wapi. Hii ni wakati wako. Wakujua kwamba unataka utoke wapi uelekee wapi. Hii ni wakati wa kuamua. Katika hii safari ya wokovu utaifika wapi? Utajua kwamba wakati ulipookoka ulichukua roho aina gani. Usiwe kawa mahali pale kwa chini ya kitu kiwa mahali pale akina kiko na miguu lakini hakitembei. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen.
watu wakuamia safari yako vyema. Maandiko yatuambia acheni watoto wadogo wakuje kwangu. Sisi sote tungekuwa mtoto mdogo kimpiga sahi slap, baada ya masaa mawili anarudi kwake. Hata afikisi masaa, dakika tu anarudi kwake. Lakini wewe ukiupiga hivi unachukia mwaka mzima. Ukionywa unasema sitaki kuona hiyo bishop. Na hiyo ni maonyo tu. Na ukiona unakuwa mtu wa kupinga, utaki utii maonyo kutoka kwa Bwana. Umeingiwa na kiburi. Na ukiona katika Petro yako kuwa na kiburi, kwa sababu kile ulicho nacho ni Mungu aliyekupea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo shukuru ya Mungu kwa sababu alikuinua na akakubariki na vile ulivyo navyo. Ushukuru Mungu amekubariki na afya, kwa sababu kuna wale wako kule Kenyatta wako mahali pale wasipokunywa dawa ya 5,000 hawezi wakakulala. Niliangalia kwa ruindo chusi, kuna mmoja kutoka Nakuru. Alienda baada ya kujifungua akafanya kazi akarudi. Sasa pumui lazima atumie gas awekewe oxygen. Kwa wiki anatumia shilingi 20,000. Lakini ubadala wewe kutenda yale Mungu amekufanyia, unaanza kupigana na wengine. Unaanza kusema nitahakikisha kazi imeisha. Kwani wewe ndio ulimbariki na hiyo kazi? Unaanza kusema nitahakikisha hao watoto hawataenda shule na hawatasikia. Kwani wewe ndio unabariki? Kuna wengi wako barikiwa lakini Mungu amekupatia afya. Ile afya yeye amekupatia umuinue. Umwabudu, kazi yake zidi kuendelea. Ubarikize, ufungue waliofungwa, sio kupigana na viumbe vyake, sio kupigana na kazi yake. Sio kuweka mikutano ya giza, utafuta fulani, sio kuomba ya kwamba atamaliza hii mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukisema mtu hatamaliza mwaka, wewe ndio Mungu anipatia wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo mwaka umempatia ni mingi. Kwa nini kumpatia dakika kama uko na nguvu? Unampatia nini? Dakika. Hiyo tu umalize. Kwa hivyo heshimu mwenzako vile umejiheshimu. Penda mwenzako vile umejipenda. Jua ya kwamba wakati alipoumbwa na wewe, nyinyi mko na dhamana kubwa mbele ya Bwana. Usikana mikono kwa ajili ya kutenda yaliyo mazuri. Tusishikane mikono kwa ajili ya kuangamiza viumbe vya Bwana, kwa ajili ya kuangamiza kazi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi ya Bwana unajua, tukikataa itazidi kuendelea. Tukipigana itazidi kuendelea. Mungu atazidi kutuma wake badala ya kufanya kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya nini? Kuendeleza hii kazi ya Bwana. Ndio wengi waliofungwa, walio gerezani wapate kufunguliwa. Lakini wewe unataka wenzako wafunguliwe, unataka kuweka katika gereza wakae. Lakini unajua Bwana yeye anajua mcha wake. Anajua kazi yake ataifanya aje. Anajua vile aliyekuteua na aliyekuita katika hii safari. Tunajua kuna roho chafu, Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Lakini roho chafu na mtakatifu watangamia mbele ya Bwana kwa sababu yeye Yesu Kristo ni shujaa. Simba wa Yuda akinguruma yote yanatoweka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi tujichunguze. Tukiwa mahali pale kazini tuone mwenzangu kama vile tulivyo. Kiwa kule sokoni ujione. Kiwa kule shuleni uheshimu mwenzako. Yo baraka yaandamane naye. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka ubarikiwe, tenda yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Tenda yaliyo mema. Ukitaka Mungu akutendee yaliyo mema, tendea mwenzako yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimtendea mema na yeye atakubarikisha katika njia zako zote. 10. Na walipoipita ribo la kwanza la pili, huyo ni Petro, wakati malaika waliomtoa katika kule gerezani. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipomtoa kule gerezani akamwambia sasa vaa nguo zako, vaa viatu, vaa nguo zako, alafu ondoka unifuate. Petro aliona kama ni maono. Na yule Bwana ndiye alimjibu kupitia maombi yake na wale waliomwaminia kule kanisani wakamwombea. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Maandiko yanatuambia kwamba walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaacha hata mlango wa chuma wa kuingilia mji ukafungukia wenyewe. Akatoka nje, akapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Wakati malaika wa Bwana alimtoa kule gerezani, akampitisha mpaka akamaliza, amehakikisha ametoka nje, akamwacha. Bwana Yesu apewe sifa. Malaika wa Bwana ametuma kukufungua. Malaika wa Bwana ametuma kucha kutoka katika njia za giza. Last week tulihubiriwa injili ya kwamba yeye wale wamekataa kuokoka, Bwana atatumia nguvu. Nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Petro alikuwa kasi ya Bwana, lakini alidhulumiwa na kutendewa maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wakati wa maombi yake yote akafanya nini? Akamcharia, akatoka kule gerezani. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa kuna yule anasumbua hekalu ya Bwana, watumishi wa Bwana, lakini anaona anafika. Lakini Bwana huja kufungua wale waliodhulumiwa, kufungua wale walioteswa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia wakati malaika wa Bwana alipofikisha Petro nje, akamwachilia na kaenda zake. Hata Petro alipopata ufahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode, na katika kutasamia kote kwa mataifa ya Wayahudi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba wakati huo yale Bwana alikuwa anatenda kwa Petro, wakati alipofikishwa kule nje, alirudishiwa fahamu. Akaona ya kwamba hakika Bwana ametenda. Na Bwana alitaka kumtoa kwa mikono ya Wayahudi. Huyo ndio Herode alikuwa anatesa makanisa na kudhulumu watumishi wa Bwana. Na hiyo spiriti kutoka katika makanisa mahali popote iko mahali pale kwa ajili ya kutega watu wa Mungu na kuwagusa. Hizo roho siko mahali pale zinachunguza ameokoka na sitaki mwingine aokoke. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba Bwana aliachilia malaika kwa Petro, akamtoa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Petro alipokuwa amerudisha fahamu, maandiko yatuambia kwamba alitasamia kote kwa mataifa ya Wayahudi 12, na alipokuwa akifikiria haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mama Yohana, ambaye jina lake ni Bili ya Marko, na watu wengine walipokuwa wamekutana humo wakimwombea. Kwa hivyo sio wote wataenda kukuombea, kuna wale watafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna wale watafurahia, kuna wale wataongea juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe utasidi kumuomba huyo Bwana na Bwana atatenda. Petro, kumbuka, alidhulumiwa kwa ajili ya kufanya kazi njema ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Bwana alimtetea mpaka mwisho wa doari. Alimshika mkono mpaka akahakikisha amemtoa katika mikono ya Herode. Alipotolewa mahali pale gerezani kutoka nje, alienda moja kwa moja mpaka kwa Miriamu, mama yake nani? Yohana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Alipokuwa akafika mahali pale nyumbani kwa Mariamu, maandiko yatuambia alipatana na mikutano, wamekutana humu wakimuombea. Kiwa wewe umependa mwenzako unamwombea, icharishi ni vita aina gani amekupiga wewe, sidi kumuombea. Hii mama wangu wa kiroho alikuwa ananifunza, ananiambia, Esther, ukiona mwenzako anakutendea maovu, sidi kumuombea, hiyo ni kumwekea makaa kwa kichwa yake. Mpenda, mkulise, mfalise, anekane vyema, kaa na yeye na hekima, ndio pata kushinda macharibio. Maandiko yatuambia mahali pale Mariamu na wengine walikutana ili kuombea Petro. Sijui wewe unaombea maombi aina gani? Sasa kuna maombi ya nguvu ya upako, kwa wewe umechifungua ndani yako kuombea mwenzako.
Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tulisema ya kwamba huyu mwenzangu hatamaliza nini? Mwaka, hatamaliza wiki, hatamaliza wewe unakumbuka ya kwamba wewe sio muumba. Bwana Yesu apewe sifa. Ile mfalme Yosia aling'ang'ana na Isaia. Isaia akashidi kuomba, akijua kwamba huyu mfalme anataka kuniangamiza. Vile Petro alijua Herode amemstaka kwa ajili ya kufanya kazi nzuri, alizidi kuomba Isaia. Maandiko yaliambia mfalme Isaia aliondolewa na unabii wa Isaia kutokea. Ndiye alitabiri kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Naweza kuwa kuna vitu mingi wewe umechifungia baraka ama umefunga katika neno la Bwana isiendelee, lakini Mungu atakuja na nguvu. Akija na nguvu atakutoa, ndio kazi yake izidi kuendelea. Aliwatoa wale walipokuwa hapa mbali, ndio kazi yake ikasimama. Ndio tunaambiwa ya kwamba Isaia akaanza kuhubiri. Isaia akatoa unabii wa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tujichunguze tuko wapi. Tukiri katika ndani yetu kweli. Tukae katika neno, kwa sababu wokovu utapita. Inaweza kuwa unatoa ushuhuda vizuri, inaweza kuwa unaimba vizuri, inaweza kuwa unahubiri vyema, lakini ndani yako kuna question mark. Unaelekea wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuelekee pale paradiso, mahali kuna asali. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali kuna vizuri, mahali kuko mahali pale watu wameandaliwa, wale watakatifu, wale wamwamua, wale wameteseka, wale waliteswa, lakini mahali pale wanaongojewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vyema tuachane kasi ya upatile Herode, yaani kuenda kumaliza watu wa Bwana mahali wako katika mtaa, katika kanisani, katika kule kasini. Tuachie kwa dhulumu, tuachie kuwawekea vikwazo, tumrudie Bwana. Tuseme Bwana tunahitaji. Hiyo kazi wewe ukiachiwa utaifanya peke yako. Kwa hivyo tuombe wawili wa watatu waifanye. Tuombe kule kazini waifanye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 12. Bwana Yesu apewe sifa. 13. Naye alipospisha kirango cha rango kichakasi, jina lake Roda, akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, akuifungua rango kwa ajili ya furaha, bali alipiga pio akaingia ndani. Akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya rango. Bwana Yesu apewe sifa. Petro wakati alipofika kwa Mariamu, maandiko yanatuambia alipata wakimuombea. Alikaribia lile rango la chuma akagonga. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali pale mwenye alikaribia ile rango aenda kufungua ni Roda. Maandiko yanatuambia aliposikia sauti ya Petro akufungua rango ile, alichawa na furaha. Haleluya. Sijui wewe ukiona mwenzako amefunguliwa unachazwa na furaha. Maandiko yanatuambia Roda akakimbia akufungua lile rango kwa ajili ya furaha kubwa aliye nayo. Akakimbia mahali pale kuwathibitishia ya kwamba amesikia ile sauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 15. Wakamwambia, una wazimu? Alikuwa wanaomba lakini hawakuamini. Wale Bwana alitenda ni makubwa kwa Petro, lakini yeye akakaasa sana. Akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Akanena ni malaika wake. Petro akafurisha kugonga. Hata walipokwisha kuifungua akamuona, akastaajabu. Naye akawapungia mikono
wanyamaze. Akawaelezea jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampeseni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Haleluya. Alipofika mahali pale, akakutana nao wanamwombea. Bwana Yesu apewe sifa. Baada Roda alipowaambia na hawakuamini, walifikiri labda ni malaika. Akamwambia, wewe uko na wazimu. Lakini akasitiza akiwaambia ni yeye ama ni malaika. Maandiko yatuambia kwamba wakati alipogonga alipogonga tena, walimfungulia. Akawanyamazisha, akawaelezea vile Bwana ametenda. Sijui wewe Bwana akupigania vita mpaka mahali huko unatoa ushuhuda, ama unaona ni kawaida ya kusidaniwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wao siku hizi sioni wakitoa ushuhuda. Wanafika wanaona ni kawaida ya kubarikiwa, ni kawaida ya kuwa wazima, ni kawaida ya kuamuka. Lakini mpendwa, nikuambia kiamuka dakika moja ukipumua sio kawaida. Ni kwa chini ya neema. Kwa hivyo ukiambia Bwana ni asante, unamuinua akiwa katika kiti enzi, na malaika wake wanashangilia. Hata wale wanapokea ile shukrani, wanaacha hata kusoma magazeti. Wanaanza kutembelea usiku na mchana, kwa sababu wewe ni mtu unashukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia ya kwamba mahali pale aliwaambia, na akatoka akaenda mahali pengine. Akawaambia wapase kwa Yakobo pia. 18, hata walipo papauka, askari wakaingiwa na fedhaa. Wakati kulipopasuka, wakati ilikuwa asubuhi na maanisho, askari wakaingiwa na fedhaa nyingi. Amekuache Petro. Bwana Yesu apewe sifa. Na Heroda alipomtafuta asimuone, aliuliza wale walizi, akaamuru wauawe. Unaona? Heroda alipompeleka barabara, kile kitendo Bwana alitenda, akatoka. Elisaachabu wale walizi. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati Heroda aliyomtafuta hakumpata, aliamuru wale walizi wauawe, kwa sababu hawakufanya kazi yake. Na wewe kama ni mmoja wao, umetuma kwa mitume na wainjilisti na manabii na kanisa kwa ajili ya kuangamiza, ujue kazi yako inaenda kuisha. Watafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Ruswa ataamuru wao waende baadaye ya wale mitume. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuangalie ile kazi tunayofanya ni ya kupendeza ama ni ya kumuudhi Bwana. Ni yeye ni Mungu anayekuja kuhukumu miungu, sio miungu inakuja kuhukumu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile kazi uliyo nayo uiangalie ni kazi ya faida ama ni hasara. Mwishowe ni jehanamu ama ni paradiso. Kwa sababu kule paradiso ni mahali na starehe wale watashinda. Kule jehanamu kuna moto usiosimika. Imagine hiyo moto usimiki. Wewe fikiria ukichavisha kidole yako kwa taa inawaka moto, dakika unasikiaje? Lakini mahali pale tunaelezewa katika maandiko ni moto usiosimika. Kwa hivyo kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Kwa hivyo tusikae tukijua kwamba tumefika. Hatujafika, tunahitaji kujitakasa. Tunahitaji kujitolea katika kwa Bwana. Tunahitaji kuheshimu kazi ya Bwana isidi kuendelea. Hii kazi ya Bwana ni ngumu, na hakuna mtu amejituma, ni Mungu ametuma. Ikiwa kuna wetu kati yetu amejituma ole wake. Kwa sababu ukiona ya kwamba Herode wakati aliyoweka askari mahali pale, wakati hakupata yule Petro, aliamua wauawe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia ya kwamba yeye aliamuru wauawe, kisa
akateremka kutoka Uyahudi kwenda Garisai akakaa huko. Herodi alipokuwa amewakasirisha sana watu wa Tiro na Sidoni, akamwendea kwa nia moja. Wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukituza chumba cha mfalme cha kulalia, akataka amani. Kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. 21. Basi siku moja iliposimiwa Herode, akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi. Akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akapiga, kwa sababu hakumupa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Neno la Bwana likashindi na kunea, na Baraba na Sauli amekwisha kutimisha huduma yao. Wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja na Yohana aitwaye Marko. Haleluya. Bwana Yesu. Tunaona kwamba ufalme wa Herode uliangamizwa. Neno la Bwana likaendelea. Maandiko yanatuambia Barnaba wakasidi kulisika zana, na wakaendeleza uchumbe wakizikana na Marko. Ndio hapa awali nisema kasi ya Bwana rasmi endelee. Ukubali usikubali, injili itaendelea, neno la Bwana litaendelea. Hata manabii wote wakiuawa, neno la Bwana litasimama. Hata mitume wote wakiuawa, neno la Bwana litasimama. Lakini ujue kwamba Herode atamarishwa kulingana na ile matendo na ufuasi wake. Na wale wafuasi wa Herode watangamizwa pia, kwa sababu wasipofaulu katika kazi zao za giza, ataamurisha wauawe. Ndio tunasema ya kwamba ukichenga na Shetani utapomoa pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naonanga mara nyingi watu uchenga nyumba kubwa, kumbe katika michengo wao wameweka vizikiti, wameweka michengo isiyofaa, lakini halali mahali pale. Kwa nini unachenga nyumba umetumia mamilioni lakini huwezi ukalala mahali pale? Bwana Yesu apewe sifa. Wacha hekalu ya Bwana ichengwe ikiwa hekalu. Ndani yako likaa neno, na neno liinue wokovu. Ndani yako utakase injili ya Bwana, na injili ya Bwana ipakiwe watu wengi ili upokee neema kutoka kwa Bwana na ongezewe masiku. Nirudie nikisema ya kwamba hapa ulimwengu yote tutaiacha, lakini neno la Bwana litasimama na litahubiriwa vizazi hata vizazi. Mimi nakumbuka mzee mmoja alikuwa Vestri, alikuwa anaitwa Babu. Wakati alipokuwa anaandaa kukufa, waliongea na Mungu. Aliita familia yake yote akawaambia, sasa mimi nataka kuenda. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa vile nataka kuenda mahali hapa, nataka ili kanisa la Bwana mulituze. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika hii kanisa la Bwana mkilituza, msifanye 1, 2, 3, lakini mtii yule Mungu ameniweka katika hii mpaka anataka nipumzike. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walikaa mahali pale wakaona ni maono na ndoto, lakini Musa baadaye mwisho Musa akalala na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini walipokuwa hawakutii wakaanza kufanya kinyume, Bwana alichavua na akaangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo neno la kwamba ni ya kwamba, neno la kwamba sio, neno la Bwana sio la kukimbilia. Neno la Bwana alitaka machafuko. Neno la Bwana alitaka ulipapase. Kama unataka kuwa moto kabisa. Kama unataka kuwa baridi kabisa. Lakini ukikanyaga huko na huko, hapa njia safari ni ndefu, utaweza kuitoboa. Lazima uamue unamtumikia nani katika maisha yako. Ndani yake ni roho aina gani iliyo ndani yako? Ni ya wivu, ni ya chuki, ni ya vitina, ni ya kupigana ni hekalu ya Bwana, ama ni ya kutaka uende mbele ubarikiwe katika maisha yako? Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilipoomba mwaka 2003, Mzee mmoja alitokea akaniambia, "Yo mama, unanisumbua sana na maombi yako na ni ya kelele." Kamwambia, kelele niyo nayo sio kelele ya mwanadamu, ni kelele ya Bwana. Na sidhani kama nikiomba kuna kelele na kusumbua, labda uko na chambo unaweza kuniambia. Kaniambia, "Wewe nimekupatia miezi 3. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kamwambia, "Mzee, hiyo miezi 3 ni mingi. Umeniprepare kuomba. Si ungenipatia dakika." Akaniambia, "Bana, hii miezi 3 tutaonana na yeye." Alimaliza familia yake yote. Tulipokutana kwa njia Samia akaniambia, "Mama, tukae na amani." Kamuuliza, "Nini mzee?" "Mimi niko sawa." Akaniambia, "Hapana, unisamee mahali nilikosea." Baada ya kumaliza watoto wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukigusa moto, ujue ni moto umewekewa ya kuni, ni pao zimepasuliwa. Ujue ni kuna ina gani unagusa. Usiguse kwa ajili wengine wanagusa. Unaweza kuraniwa. Mahali pale kanisani kuna baraka ama laana. Kuna baraka ikiwa utaingia na amani, kuna laana ikiwa utaingia kinyume. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo wakati alikuwa na mitume, maandiko yatuambia walipaki 11. Mmoja alienda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Wote walikuwa wanamuonyesha wako pamoja nawe. Lakini kumbe mmoja hakuwa pamoja nao, alikuwa msaliti. Bwana Yesu apewe sifa. Ulifikiri hiyo ya Yudas ilisa katika makanisa? Hata mtoto wake anaweza kusaliti ya kumaliza. Ama unaona ni ngumu? Sio ngumu. Wako. Wacha jirani. Wacha wa ndugu yako. Hiyo ni kawaida tumezoea. Wako. Kwa hivyo kitu ya maana ni kuomba kwa imani. Ni kumwambia Mungu utengeneza mahali njia pasipo na njia. Umwambie, "Bwana, mimi nakuhitaji katika safari ya wokovu. Mimi nataka nikutumikie sasa hata milele." Ndio ndiposa vita kicha unipigania. Kwa sababu vita tulio nao wa Kristo sio vita yetu, ni vita ya Kristo peke yake anapigana. Hata kupigania ikiwa wewe umeamua hii safari. Hata nataka kupigania ukiwa umejichanganya, utaomba na maombi iweze kufika. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati nabii wa Bwana alipokuwa Mombasa, alikuwa anafanya kazi, aliomba sana, akiwa hata hii maji hakuwa anapepa, kwa sababu alikuwa amepiwa vita na Herodia na wafuasi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anasimama na anaanguka, lakini wakati kwa chini yeye alikuwa anachua yule anaomba ni mkubwa, akachua machandio ya kuja kwa chini ya kuchenga roho. Alisidi kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Walimuombea manabii wenzake, wakamwombea na akasimama akaanza kutembea. Akasema, "Mimi nataka kufika ile mchi wa Embakasi. Nataka kukutana na nabii. Na niachilie niende." Wengine walimwambia wengine walimwambia, "Wewe unakaa Mombasa na unaacha waganga wakubwa mahali hapa." Uganga ni nani na sabuni inatukataza? Bwana Yesu apewe sifa. Sabuni inatuambia wako na mikono ichukui, wako na macho itasami, wako na midomo ikuli, na wale wote wanaotenda hayo yote wanafanana na hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni mganga aina gani? Ni mchogo aina gani? Anaweza kushinda nguvu za Yesu Kristo? Anaweza kusimamisha kazi ya Bwana isije kaendelee? Huyo mganga atatolewa kama Isaia, huyo mchawi atatolewa kama Isaia. Mwenye anakusumbua katika kazi yako atatolewa, ndio upate kubarikiwa katika hiyo kazi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani anaweza kukuhangaisha kiwa wewe hakika unamtumikia Bwana? Kiwa wewe hakika unasimama na neno? Ikiwa wewe unasema Kristo ni Bwana kila wakati, kiwa katika neno, hakuna yeyote anaweza kutingiza, kwa sababu huyo ataondolewa ndio upate kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Ataondolewa ndio watoto wako wapate kufunguliwa.
Ataondolewa ndio familia inapata kuinuliwa. Ataondolewa ndio ndoa yako ipate kukamilika. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Unaweza kushangaa ya kwamba huyu mtoto wangu mbona amekuwa hivi na kuwa hivyo. Wewe usihangaike, sidi kumuita hiyo Bwana. Yule ataondolewa ili huyo mtoto afunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wote walikuwa wema na hakuna yoyote anazaliwa akiwa mjinga, lakini kwa sababu Herode hako kwa chini ya kutesa watu wa Bwana, ataondolewa. Akituma wafuasi wake akiwa mahali pale, wataondolewa, ataamurisha wamalizwe, yule mtoto wake afunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati mpenda inahitaji kumrudia Bwana. Hii ndio wakati wa kuchukua kwamba uko wapi. Hii safari tunayoko naye nataka tusikane, sio kupigana vita chini. Tusanesikana tunaendelea. Tunasikana tunaendelea. Ikiwa kuna mmoja wetu wako kati yetu msaliti achane. Ikiwa kuna mmoja kati yetu ametumwa aokoke. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa kuna mmoja wao anasumbua mwingine kasini mahali yako, na yeye akoke pia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ufalme wa Herode utaondolewa na ufuasi wake. Ufalme wa Herode utaondolewa ndio pate kufunguliwa kule kazini. Ndio pate kufunguliwa kule nyumbani. Ndio poma ile iondolewe katika umaskini. Ndio mahali pale watu watambue kwamba Mungu anaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mwaka wa 97 Roho alinena nikiwa katika mji wa Dandara phase 3. Nasema ya kwamba kanisa itafunguliwa Mkuru wa Njiga, lakini itakuwa kisima kisafi. Yoyote ataingia na kuamini atakombolewa. Lakini vita itakuwa mingi na yule na vita itashinda katika hekalu ya Bwana. Wataondolewa ndio kanisa ifunguliwe. Ndiye Kristo makofi. Kwa hivyo mahali pale kuna kisima kisafi ya kuponya. Kwa hivyo yule anayepinga watu wasiinuliwe na kuponya na kubarikiwa, na katika njia zao wasije zikaonekana. Watoto wabarikiwe, wakubwa na wadogo wabarikiwe. Yeye ataondolewa. Yule ataingia na kuamini na kusika ujumbe wa Yesu Kristo, yeye ataokolewa na kufunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mamlaka ya Herode na wafuasi yake isikubabaishe mpendwa. Hii ni wakati wa Mungu anatembea. Jiachilie kwa Bwana na yeye atatenda makubwa kwako. Wewe angalia hii kazi Herode ameifanya kwa muda mwingi. Ametesa makanisa, amedhulumu watumishi wa Bwana, amefika amechiona, lakini mwishowe aliamua wafuasi wote waondolewe. Kwa hivyo kabla ruhusa hajaondolewa, mfuasi ataondolewa, ya neno la Bwana liendelee. Bwana awabariki. Praise God Church. My name is Elvis Omano and I come from Nabi Powerful Christian Church. I would like to present to you a memory verse. The memory verse comes from the book of Deuteronomy chapter 32 verse 1. It says, Give ears, O heaven, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. Praise the Lord, church. Praise the Lord once more. My name is Ian Nombongi from Nabi Powerful Christian Church, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalm chapter 121 verse 1 and 2. It says, I look up into the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord who created heaven and earth. Thank you. My name is Leon Mechand. I have a memory verse. Proverbs chapter 20 verse 25. It says, be careful before you promise God an offering. You might regret it later. Thank you.
tafakari maisha yako. Kumbuka Jehova anaweza. Oh God now to rescue you from your bondages, to rescue you from your prisons, because He is the King of kings. He is the Lion of lions. He is the one who was there before and now and forever. Oh Bwana problems. Enda kwa magoti yako.